Asilimia 20 ya watu wanaoishi na kifafa nchini, ambayo ni takriban watu 800,000, hawapati matibabu muhimu wanayohitaji. Hii ni kulingana na utafiti uliofanywa na Taasisi ya Kitaifa ya Utafiti wa Matibabu, KEMRI. Kutana naye Bi Rosemary Gadhara. Yeye ni msimamizi wa mipango katika shirika la kusimamia maslahi ya watu wanaoishi na kifafa nchini, KAWE. Anatuelezea umuhimu wa usaidizi unaotolewa na shirika hilo ili kuwafikishia watu hawa matibabu. KAWE inatoa usaidizi kwa njia tofauti tofauti. Kwa mfano, tuna mikakati ya kuelimisha watu kuhusu ugonjwa wa kifafa. Kwa vile watu wengi hawajui kuwa ugonjwa wa kifafa ni ugonjwa. Wanadhania pengine ni kurogwa, uchawi ama kuwa na mapepo. Hawaelewi kuwa ni ugonjwa tu na kuna matibabu kwa huu ugonjwa. Kwa hivyo tuna mikakati ya kuelimisha watu. Pia tuna programu ya kuelimisha wahudumu wa afya. Tunawaelimisha kuhusu huu ugonjwa wa kifafa, jinsi wanavyoweza kuwatibu wagonjwa kwa njia inayofaa. Halafu pia tuna kliniki katika kaunti tofauti tofauti za kuonyesha tu, ili watu wajue kuwa huu ugonjwa unaweza kutibiwa mahali popote, hata kwa dispensary. Sio lazima iwe ni hospitali kubwa, lakini mhudumu yeyote wa afya ambaye anajua anaweza kutibu huu ugonjwa wa kifafa, na madawa pia yako. Mpango huu hata hivyo unakumbwa na changamoto si haba, ikiwemo kukithiri kwa unyanyapaa kama anavyoeleza. Ugonjwa wa kifafa unaathiri watu wengi sana, na tunajaribu tuwezavyo kuwasaidia, lakini hatuna rasilimali za kutosha za kuwahudumia. Sasa huwa tunajaribu mikakati watu wasaidiane na hawa watu ambao wako na kifafa. Kwa mfano, mtu anaweza kumlipia mtu ambaye ako na kifafa matibabu. Kwa mfano, kama shilingi 500 inaweza kusaidia mtoto kwa mwezi. Na tunaambia watu wakiwa na moyo wa kusaidia wanaweza kutoa mchango. Kwa tuna M-Pesa paybill number 552100. Mtu akitoa huo mchango atakuwa amesaidia mtu ambaye ako na kifafa, sababu wengi wao hawana ule uwezo, na huu ni ugonjwa ambao unahitaji matibabu kwa muda mrefu. Sasa wakati mwingi wengine wanalemewa. Kutana naye Bwana Bernard Onyango, mkazi wa mtaa wa Huruma jijini Nairobi. Yeye ni mwathiriwa wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007. Mapema mwaka wa 2008, Bwana Onyango alivamiwa na genge la watu alipokuwa akirejea nyumbani mwake masaa ya jioni. Muda mfupi baada ya hapo alipatikana na kifafa. Sasa majirani vile waliona mtu amelala chini, wakashuka chini, wakanipeleka hospitali. Baadaye nilifanywa upasuaji. Niliambiwa ni depression, sijui maana yake. Hapa mali ilipigwa, bado kuna vali hapa, ilikuwa imeingia ndani. Sasa walifanya upasuaji ili wainue kidogo. Bwana Onyango anakiri kuwa mojawapo ya changamoto kuu zinazowakumba ni ukosefu wa usaidizi muhimu kutoka kwa jamii na matibabu halisi. Hao watu wanahitaji kupewa support. Mtu wa kifafa akiwa na stress, njaa, na asipojikubali yeye mwenyewe, hizo vitu tatu ndio huwa zinaongeza seizures. Kama ingekuwa pia ugonjwa wa kifafa pia inapewa uzito kama hizi magonjwa zingine, ingekuwa watu wa kifafa wangesaidika sana. Steven Kimwaki ni msimamizi wa kliniki na matibabu katika shirika la KAWE. Anatuelezea hatua muhimu tunazopaswa kuchukua tunapokumbana na mtu anaishi na kifafa. Jambo la kwanza, asishtuke. Kama mgonjwa kwa mahali ambapo anaweza umia ama mahali ambapo sio salama, then kitu cha kwanza ni kumuondoa kutoka mahali pale. Alafu hakikisha kwamba usimzuie kujirusharusha. Cha muhimu ni kushikilia kichwa ili uzuie asigongeshe kichwa. Akishamaliza kujirusharusha, unamlalisha kwa upande na ukae naye hapo hadi wakati ambapo ataamka. Cha muhimu zaidi, usiweke kitu chochote katika mdomo wake, kwa sababu utamuumiza zaidi. Kama ni kujiuma, wagonjwa huwa wanajiuma upande wa ulimi na hawezi jikata ulimi anapojiuma. Ulimwengu unapoadhimisha siku ya kimataifa ya kifafa hii leo, changamoto inatolewa kwa serikali na wadau husika kuhamasisha jamii kuhusu kifafa na kuchukua hatua mwafaka kumaliza unyanyapaa. Jamii nzima wanafaa wajue kwamba kifafa ni ugonjwa ambao unaweza tibiwa, ni ugonjwa kama magonjwa mengine, na ni muhimu kwamba kama uko na mtu ambaye ni wa familia yenu ama ni jirani ambaye ako na ugonjwa wa kifafa, hakikisha kwamba ameenda kupata matibabu. Makala haya yametayarishwa na kuletwa kwako nami Flora Kambe.